وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا تبنا إليك وندمنا يا تواب. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا، واستعملنا به سرا وعلانية. اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا، وتمم به نعمك علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, twaendelea na tafsiri yetu ya Jalalaini katika suratul Maida, na tumefika kwenye aya hurrimat alaykumul maitatu, mumeharamishiwa maiti. Na aya kama hii imekuja baada ya kupita maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wattaqullaha, mumuogopeni Mwenyezi Mungu, inna Allaha shadidul iqab. Usilifanye jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amekukataza, kwa ajili mateso ya Mwenyezi Mungu ni makubwa. Na tusaidianeni katika mambo ya kheri na tukatazaneni katika mambo mabaya. Sasa katika mambo ambayo kwamba yatakikana tukae mbali nayo, tusiyafanye, kwa ajili tukiyafanya yatatupeleka pahali ambapo kwamba si pazuri, pahali pa iqabullah. Na Mwenyezi Mungu ni rahimu bina, Mwenyezi Mungu ana usikitiko na sisi. Mwenyezi Mungu hataki kututesa, lakini usijipeleke mwenyewe katika mateso. Wala tulku biaidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Sana kwamba hurrimat, imeharamishwa. Aloharamisha ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Alaikum, julenu almaitatu, kiloharamishwa ni maiti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja vitu ambavyo kwamba jumla ni 11 katika hii aya vilivyoharamishwa kwetu sisi. Katika 10 zote zaaliwa, kimoja hakiliwi lakini kimeharamishwa pia. Almaitatu, maitatu ni yupi? Ni yule alokufa mwenyewe. Ma matat hatfa anfiha bila dhakati, ni yule ambao kwamba amekufa mwenyewe bila kuchinjwa. Ukimpata mnyama amekufa hajachinjwa, huyo ni haramu. Kwa sababu gani ni haramu? Kwa ajili damu yake haijatoka. Wakati mnyama akifa, ikiwa yeye hakuchinjwa, hakuna damu iliyotoka, ni maana yake ile damu imeganda ndani ya mwili. Na ile damu ikiwa imeganda ndani ya mwili ni madhara kwako wewe, ni madhara kwako wewe, ndio kaharamishiwa. Na hii ni kaida, kila ukikiona kitu ni haramu ujue kwako ni madhara, kila ukikiona kitu ni halali kwako ni faida. Na hurima, maana ya haramu ni kitu ukifanya utapata madhambi. Katika zile ahkamu shar'illah, kuna hukumu za sharia za Mwenyezi Mungu zajulikana ni 7, na vitu vyote varegeshwa katika ahkamu shar'illah.
kama alivyosema mwenye Zubad, ahkamu shar'i llahi sab'un tuqsamu alfardhu walmandubu walmuharramu warabi'u almakruhu thumma ma ubih wasadisu albatil waqti bisahih. Hizi ndo ahkamu shar'i llahi, na jambo lolote huwekwa katika hukumu. Na leo tumebadilika, imekuwa kitu mtu hakufanya, hakuna la kitu chochote, kwanza kiweke kwenye hukumu. Hiki katika hukumu kiko ni haramu, ni halali, ni makruhu, ni sunna, kisha hapo ndo utapata hukumu yake. Sasa hukumu ya haramu ni hiyo, amma alharamu fathawabu yahsulu litarikin wa athimun man yafalu. Haramu ni ipi? Ni wewe ukiacha haramu Mwenyezi Mungu hukupa thawabu. Kaiacha haramu, hii ni haramu na mimi nimeiacha, Mwenyezi Mungu ameniharamisha nayo, Mwenyezi Mungu atakupa thawabu. Na ukiifanya utapata ukiacha utapata thawabu, ukifanya utaipata madhambi. Sasa katika kilo haramishwa, ni maana ukila utapata madhambi, ni almaitatu, maiti, wadamu, na damu. Ufai kunywa damu au kula damu. Na Makoreshi zamani jahilia, watu walikuwa kila damu na wakichanganya damu na makula vingine, na mpaka sasa kuna baadhi ya watu wanakunwa damu. Na damu hii inayokusudiwa ni ipi? Ni al-masfuh, damu iliyomwagwa, damu iliyokatwa ikawa ni damu hasa, kama fil an'ami, kama ilivyokuja katika suratul an'ami, ikaja ikaeleza masala haya kama ilivyopita nyuma, illa an yakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinziri. Lakini ghairul masfuh kalkabidi wattihali, basi na mfano wake zile sisi tuno damu mbili ambazo kwamba ni halali na tuno maiti mbili ambazo kwamba ni halali. Maiti mbili halali ni samaki na panzi, nzige. Swahili chetu mtatupambia tu nzige. Hizi ndo maiti mbili ambazo kwamba ni halali, na damu mbili ambazo kwamba ni halali ni alkabidu wattihal. Alkabidu wattihali, hizi ambazo kwamba ni halali, lakini sokuwa hizo ni haramu. Sasa wadamu, na damu, usinwe damu kwa ajili damu inayo madhara. Na kwa kabidun ini, wattihalu na wengo. Tumeafikiana hapo Kiswahili ndio wengo, tutasema hivyo, ndio hilo. Alhamdulillah, ini na wengo, hizo ni damu mbili, lakini ambazo kwamba ni halali. Sasa so kwa hizo hufai kunwa, na hivi sasa kiilmu ilofika na utabibu ilofika, kwa damu yabeba maradhi, damu yabeba maradhi, na watu kuambukizwa kwa damu ni kwingi zaidi. Ndio ikawa wenye kutumia vitu fulani, na huyu hafai kutumia, huyu hafai kutumia kwa ajili ya ambukiza. Sasa na wewe usile damu. Walahmul khinzir, na kingine kilichoharamishwa ni nyama ya nguruwe. Walahmul khinzir, nyama ya nguruwe ni haramu. Na imegundulika kwa kuwa mwenye kula nyama ya nguruwe atoka katika maadili ya kibinadamu. Yoyote mwenye kula nyama ya nguruwe hutoka katika maadili ya kibinadamu, na udogo linalopata dogo hukosa haya. Yote mwenye kudumu kula nyama ya nguruwe hukosa haya. Wacha na maradhi yaliyokuweko katika nguruwe, yale maradhi yaliyokuweko ni mingi ambayo kwamba yapatikana ndani ya nguruwe. Wama uhilla li ghairi llahi bihi, na kile ambacho kwamba kimechinjwa na kikatajwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Mtu akaenda kuchinja kile alichokichinja, ikawa na chinja kwa jina la Lata
kwa jina la Al-Uzza, kwa jina la sanamu yoyote, ile damu imemwagika, na wakati wachinja bismillahi Allahu akbar, wewe ikawa huna hayo, ukawa umechinja kwa sanamu au kwa jambo lingine lolote ambalo kwamba ni la shirki. Sio umechinja, wengine hapa nafahamu bwana, ukichinja kwa ajili ya mtu fulani kwa wakati ulipochinja wewe makusudia. Mtume alikuwa akimchinjia Khadija, sio radhiyallahu ta'ala anha, alikuwa akimchinjia Sayyida Habida, wa rubama dhabaha dhabaiha. Saa nyingine mtume alikuwa akichinja kwa nia kumkusudia Sayyidatuna Khadija, kisha kile anachokichinja akawatumia marafiki wa Sayyidatuna Khadija. Sisi tukenda Maka twachinja kwa kosa tuliofanya, sababu ya kuchinja ni kosa, lakini tumechinja kwa jina la Mwenyezi Mungu, tumemtaja Mwenyezi Mungu tulipochinja, hatukutaja makafiri. Lakini ukiweka kilo basi, hata nyama sokoni hufai kula ya bucha, kwa ajili umechinja kwa ajili ya kuuza, ukuchinja kwa ajili ya Mungu. Umechinja kwa ajili ya kuuza upate pesa, kwani umechinja kwa ajili ya Mungu? Lakini ulipochinja umetaja jina chenye kumwaga damu, wa dhukira rasmullahi alayhi, ikataja jina la Mwenyezi Mungu. Mtume asema fakuluhu, hicho kitu kileni. Sasa hapa inayokusudiwa ni pale Makureshi na mushrikina walikuwa na miungu yao. Katika ile miungu yao wakaenda pale wakiwachinjia, hasa huyu na mchinja kwa ajili ya sanamu huyu, kwa ajili ya sanamu huyu. Ndo wama uhilla al-ihlalu raf'u sauti, ni kuinua sauti pale wakati ukichinja, bi andhubiha ala ismi ghairihi, kwa kile kilichochinjwa kimechinjwa kwa jina la mwingine. Wal munkhaniqatu, na yule ambao kwamba amenyongwa, mtu ambao kwamba munhanika naye ni upe, ni yule anofungwa kamba au akafungwa pahali akanyongwa mpaka akafa bila damu kumwagika, yule hafai kuliwa. Na zamani ilikuwa ikifanywa namna hiyo, alikuwa akichukua Wamasai anafanya, anachukuliwa mnyama anaweka baina miti, kisha ubano kana kichwa mpaka akafa, achinjwe. Sasa yule ambao kwamba almunkhaniqa na yeye afanye nini? Haliwi. Walmawqudhatu, na almawqudha ni nani? Alopijwa, alokufa kwa kupijwa. Nyama akapijwa fimbo, akapijwa bakora, akapijwa chochote, akafa kwa kupijwa bila ya kumwagika damu, bila ya kuchinja. Walmutaraddiyatu, na mnyama ambaye kwamba aloanguka kutoka juu au aloanguka kwenye kisima vovote. Mnyama uko kwenye jabali, mida akaanguka papa, alipoanguka chini amekuwa maiti, au akaanguka kwenye kisima, kwenye shimo, mida ghafla akawa maiti. Mnyama kama yule pia as-saqitatu min uluwin ila suflin famatat. Wanatihatu, na mnyama ambaye kwamba amedungwa na mnyama mwingine, alopijwa ile pembe na mnyama mwingine akafa, na yeye pia haliwi. Na haya masala ya nyama na kuliwa Mwenyezi Mungu ameeleza kwa urefu, ajua kwa kuwa binadamu apenda kula nyama, sangine atakuwa hafahamu. Sasa ukaelezwa yote kwa ukamilifu, hiki na hiki na hiki. Wama akala sab'u, na kile ambacho kwamba amekila wanyama ambao kwamba asab'u, sisi tunaita wanyama mbwai, Kiswahili chake ni wale wanyama ambao kwamba wenao makucha na nini, wenye kudhuru wanyama. Kullu hayawani muftarisin, kila hayawani ambayo kwamba hufanya iftiraz, huwinda. Ule ambao kwamba amempata mnyama na akamuua, basi ule mnyama hufai kumla. Illa ma dhakaitu, ila yule ambao kwamba mnyama kama yule amempata na nyinyi mkenda mkampata bado yuko hai, mkamchinja pale
ataliwa. Wa madhubiha ala nusub, na alochinjwa juu la sanamu, alochinjwa juu la sanamu, nake akakusudiwa sanamu. An-nusub nao ni al-asnamu, masanamu. Wengine nasema ni masanamu ya mawe, yale masanamu ambayo kwamba ni mawe ndio huitwa nusub. Al-asnamu huwa kawaida wingi huwa wamechorwa chorwa, wana suwar, lakini nusubu huwa hana sura. Wa an tastaqsimu bil azlam, na kuwa mutefute qisma yenu au hukumu yenu kwenye zile azlam, mupige mburuga, manake mwende kwa waganga wawafanye bahati, naitwa nini, kuja ramle. Kuna tofauti kidogo. Hii manake ni mtu ende, kuna zile vitu wanaweka ndani yake, wanaandika majina, nifanye nisifanye, na moja iko wazi, wanapiga pale, yafanana na kura lakini si kura. Ikitoka fanya yuwafanya, ikitoka usifanye afanye, ikitoka ya tatu yuwarudia tena. Qidhun, manake hii azlam ni jam'i ya zalam, wa ya qidhun saghirun la risha fihi, la risha lahu wala nasal, wa kana sab'a inda sadin al-Kaaba alaiha a'lamun wa kanu yuhakimunaha, zile ndo wakizifanya ni hakimu wao. Fa in amaratuhum itamaru wa innahatuhum intahaw. Sasa hayo yote msiyafanye, kisha Mwenyezi Mungu akasema nini? Dhalikum fisqun. Hizo tulozitaja zote ni fisqi, ni ufasiki. Na ufasiki nini? Khurujun ani taati, ni kutoka kwenye taa. Sasa haya yote yanotajwa ni mambo ambayo kwamba yahusiana na nyama, yahusiana na wanyama. Msiyafanye haya kwa ajili madhara zaidi ni kwenu, ambao kwamba nyinyi mtakaoyafanya. Kisha Mwenyezi Mungu ikaja jumla nyingine akaambia al-yawma, hii leo. Na aya kama hii imeteremka katika Hajjatul Wadai, siku ya Arafa, siku ya Ijumaa baada al-asr. Imeshuka siku ya Arafa, siku ya Ijumaa, pahali penyewe ni Arafa, na baada al-asr imeteremka ndo al-yawma, hii leo. Lakini Mwenyezi Mungu kama mwambia haya, mmepita siku nyingi, sasa imekuja ile siku ya faraja ambayo kwamba mlikuwa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu asema tunajua aya hii imeshuka wapi, wakati Mayahudi walipoambia, wallahi sisi Mayahudi leo kama tuno aya kama hii al-yawma na al-yawma ya pili, siku ile iliyoteremka aya kama hii tungalifanya Eid. Sayyidina Umar asema sisi tunajua imeteremka wapi, wakati gani, saa gani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia al-yawma, hii leo, ya isalladhina kafaru min dinikum, washakata tamaa wale makafiri na dini yenu. Washakata tamaa makafiri na dini yenu, manake hawana tamaa tena ya kuwa wanaweza kuwaregesha katika ukafiri, wanaweza kuwaghuri. Dini mulokuwa nayo sasa na nguvu mulokuwa nayo, hakuna mtu anaweza kuwaingilia. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokwenda Hajjatul Wadai alikwenda na watu 116,016. Amekwenda na watu zaidi ya 100,000 amekwenda nao. Alipotoka Maka alitoka na watu wangapi? 2, 3, siri, usiku, hataki watu wamuona. Akaenda kwenye ghari, akajificha kwenye ghari kwa udhalilifu na kwa kusumbuliwa. Lakini huyu mtume kwa sabri yake, huyu mtume kwa moyo wake, leo yuwarudi Maka na watu 100,000.
Hii ndo nasri. Kisikia nasri ni hii, na nasri haipatikani illa baada ya nini? Tabu, dhiki, baada ya matatizo ndo hupatikana. Mwenye kutafuta nasri bila kupata shida, hakuna nasri, hakuna nasri. Nasri mpaka mtume alitolewa Makka. Hebu fikiria leo mtume arudi Makka na watu 100,000 na kitu, makafiri waone namna hiyo, waambia al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Leo wale makafiri wamekata tamaa, hawana tena tamaa kwa wataweza kuwafitini katika dini yenu. Na ndio kwa nasri na sabri ya mtume aliyokuwa nayo mpaka leo. Hebu leo enda Maka uingie, kisha ufikirie, pija katika mawazo kwa hapa kuna usiku mtume alitolewa, kisha mtume ajelewa. Hapa ilifika siku mtume hafai tena kukaa. Hapa ilipofika siku mtume aizungukia Maka, waambia Maka, hao watu wako wamenitoa, lakini wewe nakupenda, natoka tu, sio kwa nataka kutoka. Hebu fika picha kama ile wakati ule mtume yuwatoka Maka. Na leo ambao kwamba watu hutoa mamilioni ya pesa wataka kwenda Maka kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khairan bima huwa. Tumombe Mungu mtume sallallahu alayhi wasallam amjazi khairi. Leo starehe tunaostarehe sisi, wamepita kwenye mambo, wamepita kwenye shida, amekaa kwenye shibi miaka 3 hana chakula. Sisi leo tukenda mashallah, mahoteli mazuri, magari mazuri, ma-AC mazuri, wataka VIP utapata, wataka kawaida utapata, wataka hata ukitaka kutufu kwa ndege pia siku hizo waweza kupangiwa. Yaani raha tupu. Hebu fikiria mtume ametoka wapi, lakini wao wamejenga, sisi twastarehe. Sawa, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Na mtume alikuwa ashasema siku hizo, inna shaytana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab. Shaitani sasa shakata tamaa kuwa hakuna atakayemwabudu katika jaziratul arabi, katika ile eneo la Waarabu. Shaitani shakata tamaa, lakini mtume akasema nini? Walakin fit tahrishi bainahum. Shaitani kitu enacho ni kuwatia fitna Waarabu. Hawamwabudu na wabu, lakini fitna. Ndio hizi fitna unazoziona, vita unazoziona, matatizo zote hizi zarudi kwenye at-tahrish bainahum. Lakini kuataabudiwa shaitani ashakata tamaa. Na tangu siku hiyo dini sasa yaendelea tu. Siku moja Khabbab bin al-Arat alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yuko Maka amejipumzisha, akamwambia ya Rasulullah, ud'u lana, tuombe dua, mambo mazito, twapigwa, twateswa, twaumizwa, hatuna la kufanya, na wewe ni Rasulullah, hebu inua mikono tuombe Mungu. Hawa wanaotumaliza na wao wafanye nini? Wamalizike. Kama ni wewe una nguvu hiyo, unawamaliza watu wote, ukishtuka duniani umbakia wewe, tusijui tuishi vipi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliinuka akakaa. Alipokaa akamwambia Khabbab bin Arati na wale walioko karibu naye, akamwambia sikizeni, nyinyi mwapata nini? Watu waliopita kabla yenu, umma uliopita kabla yenu, alikuwa akichukuliwa mtu akipasuliwa katikati, kipande hiki anawekwa kwengine kwa msumeno, akikatwa kama kukatwa mbao, kuanzia kwenye kichwa mpaka akapasuliwa pande mbili, na mtu huyo harudi nyuma katika dini yake. Nyinyi leo ni adhabu gani mwazipata? Mwataka watu wote wamalizike? Sivyo. Hawakatio sisi leo tupata nini? Tupata adhabu gani? Tupata shida gani? Tuko kwenye raha. Akaambia watu waliopita kabla yenu walikuwa watu wakifanyiwa maudhi ambayo kwamba ni makubwa sana, lakini hawakurudi nyuma. Lakini kisha mwisho akamwambia nini? Wallahi la yutimanna hadha al-amr hatta yasira rakibu min Sanaa ila Hadramut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tastajilun.
sallallahu alaihi wa sallam. Mtume akaambia, subirini, hili jambo litatimia, hii dini itatimia. Usione hii shida mnaoipata, kuna wakati hii dini itatimia, na itafika wakati hamuna hofu. Mtu atatoka kutoka Sanaa ende mpaka Hadhramut, hamuogopi ila Mwenyezi Mungu na adhibi mbwa mwitu kwenye. Lakini nyinyi mwataka haraka, haya mambo hayataki haraka. Baada hapo Mtume akatolewa, akaenda Taifa, akapijwa, lakini yuarudi sasa Makka. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm akhun karim wa ibn akhin karim. Nyinyi Mtume yuarudi Makka hapo. Mwisho ikaja katika Hajjatul Wadaa, akaambia kuisha sasa, ukafiri umekwisha. Kisha Mwenyezi Mungu akaambia nini? Fala takhshawhum wakhshawni, msiwaogope wao, niogopeni mimi. Sasa usiogope tena mambo mengine, sasa nyinyi fanyeni ibada tu, nyinyi muogopeni Mwenyezi Mungu. Kisha akaambia al-yawma, hii leo, akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishia dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ay ahkamahu wa faraidhahu, hukumu za dini na faradhi. Ilikuwa ya mwisho ni hija, sio? Swala tayari, zaka tayari, saumu tayari, ilobakia nini? Hija. Hija watu walikuwa wakenda kwa hiji, lakini kutimia hija ni pale alipokwenda kwa hiji Mtume. Na huku kuna watu wote wamwangalia Mtume. Kisha Mtume anambia, khudhu anni manasikakum, hizo ibada zenu mnaozifanya za hija niangalieni mimi ninavyofanya, na hii niangalieni mimi ninaofanya. Ndio pale ukwambia hata ukenda hija kwa na mtu wa kumwangalia anavyofanya. Usende na ilmu zako na vitabu vako peke yako. Mimi nimesoma bwana mpaka vitabu gani? Kule utafanya mambo ya vituko mpaka khudhu anni manasikakum. Walopokea kwa kuona, walopokea kwa kufanya. Leo wangapi wanakwenda ni mashehe, ni walimu, lakini madamu hujui utafanya mambo ya sasa. Ndio pale kwa kuna uongozi, kuna nini. Sasa Mtume akamwambia, al-yawma akmaltu lakum falam yanzil ba'daha halalun wala haramun, haikuteremka baada hapo halali yoyote wala haramu. Ama Qur'ani baada yake zimeteremka, mpaka ulama kwambia aya ya mwisho iliyoteremka, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimewatimizia nyinyi neema yangu. Nimewatimizia neema yangu. Na imesema neema kubwa walokitimiziwa ni wao kuingia katika mji wa Makka, au neema kubwa ni dini yetu. Walikuwa wakitamani Makureishi Waislamu wasirudi Makka, lakini wakarudi. Waradhitu lakumul islama dina, na nikaridhia kwenu nyinyi kuwa Uislamu ndiyo dini yenu. Katika jambo kubwa tuliopata bahati ni kwa sisi ni Waislamu. Lakini katika bahati hii ni kwa, je, mimi na wewe twajitambua kuwa ni Waislamu? Sisi ni bahati tumepata Uislamu, lakini je, sisi twajitambua kuwa sisi ni Waislamu? Je, sisi tuko tayari kujifakhiri na Uislamu wetu? Leo Mwenyezi Mungu asema radhitu lakumul islam, nimewapa radhi, nimeridhia dini yenu ya Kiislamu. Je, sisi tumeipokea hii radhi iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu? Na kuipokea ni vipi? Kuipokea ni kwa vitendo vako unavyovifanya. Je, hivyo vitendo vako vya Kiislamu? Lakini sisi twasema radhina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula. Twasema, na hii ni uzuri, dua hii kila siku mtu ailete asubuhi na jioni, radhitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula. Na sisi twasema kwa tumeridhia Uislamu ni dini yetu, tumeridhia Mtume ni mtume wetu, tumeridhia Mola kuwa ni Mola wetu. Sasa haya ndio yalozuka wakati ule watu wako Arafa, na hizi aya ndio hizo aya tukufu. Kisha Mwenyezi Mungu sasa akamalizia, famanidhurra, basi yoyote ambaye kwamba atasongeka,
ikaja mambo yakamsonga mpaka akawa hana budi, fi makhmasatin, katika njaa, akawa na njaa kali, sitasema njaa kaushi, yani njaa imekuka, huna namna wewe. Sikuambiwa kule ni haramu, kula vile vitu, kula wanyama wale ni haramu, lakini sasa umepatikanwa na njaa ambayo kwamba huna budi ila akli shay'in mimma hurima alayhi, kula kitu kile ya yote tuloharamishwa nyuma waweza kula kwa dharura. Ukila huna makosa, lakini katika kula pia nao kuna sharti zake. Adharuratu tuqaddaru biqadariha, dharura hupimwa kwa kiasi. Ma ubiha lidharurati yuqaddaru biqadariha, mifano yote adharuratu tubihu mahdhura. Lakini kila kitu usili kushiba, kula usife. Wenyewe kwambia umekuwa na njaa kubwa ukapata maiti ukala ukamuonea tamu ukazidisha, kile ulichokizidisha ni haramu. Sasa umekula taladhdhi, hukula kwa njaa. Na jambo lolote, kuna mambo tumeruhusiwa namna hiyo katika dini ya Kiislamu, kuna mambo umeruhusiwa kuyafanya. Mmoja ni hiyo, umekuwa na njaa, hakuna chakula ila nyama ya haramu na nini, utakula lakini kiasi, saddur ramaq wenyewe wanakuambia, ili usife tu. Umekula chakula kimekwama hapa, hakuna ila khamri, shizi au pombe, sio iko mbele yako, piga kiasi ile ishuke tu kwa dharura, usizidishe. Ikisha kushuka na hakuna kingine, ndio adharuratu tuqaddaru, kile kitu usikipitishe pahali pake. Ndio mbele akasema ghaira mutajanifin liithmin, manake unalifanya si kwa ajili ya kulitegemea madhambi. Nini maana yake? Usile ziada kama tulivyoelezea. Fa inna Allaha, ukalifanya hilo na ukala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghafurun, ni mwingi wa kusamehe. Manake Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa kile ulichokila. Rahimun, Mwenyezi Mungu ni rahimu kwako wewe, amekusikitikia usikose maisha yako, usikose uhai wako. Ikhwatal iman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikia tukome kwenye aya kama hii, na aya kama hii ni kuwa insha Allah tutaraji kila tunavyokwenda tutakwenda bora zaidi. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Haya yalotajwa yote Mwenyezi Mungu atuthubutishie katika nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu atupe baraka katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu azikubalie saumu zetu. Mwenyezi Mungu azikubalie amali zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuangalie kwa jicho la rahma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua tulionayo ndani ya nyoyo zetu. Hakuna kuombwa ila ni yeye, hakuna kuelekewa ila ni yeye, hakuna kuinuliwa mikono ila ni yeye. Ya Rabbi, sisi twakuomba kwa kuwa ni Waislamu. Ya Rabbi, sisi twakuomba kwa kuwa ni wafuasi wa mtume wako Muhammad. Ya Rabbi, sisi twakuomba kwa kuwa tuna Qur'ani. Ya Rabbi, twakuomba kwa kuwa hatuna mola ila ni wewe. Ya Rabbi, twakuomba utuondoshee mazito yote, utuletee mepesi katika mambo yetu. Ya Rabbi, twakuomba utengeze nyoyo zetu. Ya Rabbi, twakuomba uitengeze dini yetu. Ya Rabbi, twakuomba utengeze majumba yetu. Ya Rabbi, twakuomba uwatengeze vijana wetu. Ya Rabbi, twakuomba uzitengeze nchi zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utupe kila la khairi. Mwenyezi Mungu atuondoshee kila la shari insha Allah Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuhuishe uhai uliokuwa mwema, na siku ya kuondoka duniani Mwenyezi Mungu atuondoshe katika kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insha Allah Ta'ala. Na wazee wetu waliopita hapa waliotangulia wote Mwenyezi Mungu awarahamu. Assalamu alaikum wal afwa minkum. Sasa namrejeshea mwalimu wetu na shekhe letu Sayyid Al-Habib Mudhir na tumalizie inshallah na kumshukuru kutupa nafasi kama hii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما من يوم الدين. الحمد لله. baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumshukuru Mwenyezi Mungu kufikisha leo mwezi 27 ndio siku ya kuhitimisha darasa hili, na leo kwa bahati nzuri tunao mheshimiwa hapa, Mheshimiwa Uthman bin Mas'ud bin Uthman ambaye ni makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, pia ni katibu mkuu mwenyekiti wa chama cha ACT, na alhamdulillah kashika nafasi hii toka alipokuwa Kenya Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu amrhamu. Sasa ameshika yeye, tunaye kila mwaka labda apatana dharura. Nilitaka kusema kwamba alhamdulillah, mimi nashukuru sana ulama wa msikiti huu ambao ndio wakubwa walikuwa hapa Zanzibar wakatuwekea hizi darasa, na baada ya darasa kama hii kuna vitu vinasomwa, Burda, Hamsia, Taibatul Gharra ya Sheikh Yusuf bin Ismail al-Bahani, Hadiyatul Sadiq al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Ni vitu vyote vinazungumza, isipokuwa ile ya mwisho ni sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vina faida kubwa. Kwa maana ulama akatwekea wale waliokuwa na dharura wa tafsiri na kutoka menda zao. Na sasa hivi wengi walikuwa wakisikiza darasa za msikiti huu wanakaa mbali, tumekuwa tunawakosa kwa sababu ya zahma za barabarani. Lakini mjini wako wengi, lakini hata wana habari kama huu msikiti huu kuna darasa kubwa zimewekwa na ulama wakubwa. Na alhamdulillah, vitu hivi baada ya darasa vina faida kubwa. Tusivitaje vyote, tutaje hii Hadiyatul Sadiq ambayo kila siku tunasoma fasl, mwisho wake anakuja kumaliza huyo Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir rahmatullah alayhi. Huyo ni mwana ndugu yake Al-Habib Tahir bin Hussein bin Tahir. Hawa ni masharifu wawili wa ulama wakubwa, wakijua kukaa na wakati. Mpaka mmoja akiingia choni, mmoja ukaa nje akafungua kitabu anasoma kwa sauti, yule aliyeko choni asikie kile kinachosomwa na kule choni, asiwe mizubaa, asiwe mpoteza wakati kule choni. Walifikia hadi kama hiyo, na mpaka kuna wakati mama yao anakaa juu, wakaenda kumtazama mama yao juu sakafuni, wakishuka ngazi wanashuka ngazi kinyume nyume, kwa kutokumpa mgongo yule mama yao, namna alivyokuwa na heshima na akhlaki za hali ya juu. Bwana huyu katika kasida mna mambo mengi, na kama mtu anafahamu hazisomwa bila tena lazima talia. Mwisho kamalizia anasema ihsanu na masawi, mema yetu ndio maovu yetu, washirikuna daawi, na ule ukweli wetu kujidai kwa sisi wa kweli ndio madai yetu, lakini kumbe hatuna ukweli. Sasa ni yeye ndiye mchamko mkubwa, anasema maneno kama haya. Alafu kasema, akaendelea kusema nurai al-khalaik, kila tunafanya sisi tunaonesha watu, tunafanya ria. Walilwara munafiq, lakini huku nyuma sisi tunafanya unafiki. Kisha kaendelea kusema ya rabbana atarafna, Mola wetu sisi tumekubali. Si rahisi mtu kukubali kama amekosa. Sikiliza, anasema ya rabbana atarafna bi anna naqtarafna, kwa sisi tumechuma madhambi mazito na mizigo mizito. Wa annana asrafna, na kwamba sisi tumepituka mpaka kufanya madhambi. Ala ladha ashrafna, sasa tumefika pala tunauona ladha, moto ule tunauchungulia, tunaona tutaokoka vipi? Akasema fatuba alaina tauba, tupetoba sisi ambayo tahsilu kula hauba, toba itaosha kila madhambi.
basi mpaka mwisho. Kwa hivyo tukae tukijua hivi vitu tulopangiwa hapa vina faida kubwa. Sasa leo waliokuwa wanafahamu kidogo kidogo Kiarabu wasikilize kisomo hiki, wasikilize vizuri sana. Yule anakuwa anafahamu Kiarabu yako kidogo aisikilize hii hadia tusadiq. Mimi sina na zaidi, namshukuru ndugu yangu Abu Habib Sheikh wangu bimo al-Ustadh al-Dahiya السيد صالح عارف ابن الحبيب العالم العلامة السيد محمد بن سعيد عبد الربيع. Huyu tuko naye alhamdulillah toka kufariki mzee wetu, mzee wake ameshika nafasi hii, na mzee wake alikuwa akija mwanzo siku mbili 26 na 27, kisha tukamuomba akaongeza 3, na akakushika 3 hajaziwacha, anadumu nazo. Tunamshukuru na mwanae alhamdulillah anakwenda mwendo huu, tunamshukuru kwa jaza kheri. Amefuatana na mjomba wake kule al-Ustadh Sheikh Muhammad Soma Buno. Huyu mtu ana harakati kubwa maarufu, asemjua ni mwenyewe mtambuni, yuko Nairobi, na ubavuni kwake kuna Dr. Abdurrahman bin Said Mohsin al-Aidarus, mtoto wa mzee wetu wakifuatana pamoja na al-Ustadh Said Arif maarufu tumita Abu Allama. Huyu ni daktari, lakini kafuatana kwa kuungana naye huyu shekhe wetu, na kwamba baba yake alikuwa ndio akiungana naye, na wamekuja na wageni mbalimbali hapa kutoka bara. Tulikuwa tunampokea yule Sheikh Sadi bin Suleiman Safari, lakini kashikwa na umwa, na alikuwa akija mhudiri wa madrasa ya Al-Habib Ali Badawi kutoka Masange, Ustadh Bakari na yeye tumeona Swahili, na pia wako na wengine wa kutoka Magugu na Matufa hawakuja kwa sababu pengine hali zitawaruhusu, lakini wako wengine hapa. Ustadh Hassan kutoka Arusha ambaye ameshika nafasi kule kwenye madrasa ya Al-Habib Ali Badawi Masange, anashika ile nafasi ya Sheikh Ramadhani Sungu rahmatullah alayhi. Wanapangana na wenzake, kila mmoja anakwenda kwa muda maalum ili ile nafasi ya Sheikh isiumbe, na wako na wengi wengine. Huyu Sheikh Idi kutoka Mto Mbu huko kwa Masange, na wengi wako mbali hapa. Kuna kule afanye Simba Mashaka, alikuwa mkubwa huyu katika Saudi Magereza. Wote hawa wamekuja kuifuata darasa hili, na wengi wamefuatana nao kutoka mikoa mbalimbali, wengine kutoka Manyara, wengine kutoka huko Kondoa. Basi Mwenyezi Mungu awabarikie na safari yao hiyo, na kusudia hasa kutoka msikiti huu wakaona, na walokuja kwanza mara moja basi hawataki kuacha. Kila mwaka lazima waje, na kila mwaka tunapata nyongeza, na sisi tunasema na waje. Sisi hatuna uwezo, mwenye uwezo ndio Mwenyezi Mungu. Yeye atasimamia na watakuja kwa furaha na watarudi na furaha, na sisi tutafurahi na sote Mwenyezi Mungu atatupa kheri. Na hapa darasani mwanzo huwa anakuja mufti wa Kenya Fadhila Al-Habib Ahmad ibn Habib Ahmad Badawi Jamalillah, ambaye maarufu ni baba, lakini safari hakuweza kwa hali yake ugonjwa na utu uzima alikuwa nao, lakini tunasikitika sana kumkosa mtu kama huyu. Akija hapa na utu uzima wake na ugonjwa wake, lakini akifika kikaa tu pale tunamwona ni mzima, tunamwona kama si mgonjwa, na tunapata faida nyingi sana. Kwa Mwenyezi Mungu ampe siha na afya, ampe na nguvu, na ampe na maisha, bado watu wanamhitaji. Na wengine walikuwa akija hapa ni al-Ustadh Sheikh wetu al-Alim Sheikh Saleh Bahasan, yani Ustadh Sheikh Bahasan maarufu ibn al-Habib Muhammad Bahasan ibn Habib Ali Badawi Jamalillah, na yeye pia yuko hali ya kuumwa, lakini hajambo kiasi fulani. Aliazimia kuja mwaka, lakini ikashindikana. Lakini anasema anayo azma mwakani panapo hai na majaliwa, Mungu akimpa nguvu aje. Kwa hivyo kwanza anakusalimieni na anasema muombe dua sana, na tunao mashaka wetu hawaji hapa. Mfano al-Ustadh ambaye
Sheikh wetu Al-Alim Said Muhsin ibn Habib Ali Badawi Jamalilay pia shaikuja hapa, sio katika darasa za Ramadhani, darasa za kawaida, akawa anatusomesha, tunapata faida kwake, ambaye baba yake ndiye alikuwa akisomesha Habib Badawi na akisomesha Muslim wengine. Kwa hivyo wote hawa na maustadhi wetu wengine, Ustadh Abdul Khadim Hassan, wako katika hali za kuumwa. Mwenyezi Mungu awape afya, awape siha na uzima. Na sisi tunao watu kwa wagonjwa maeneo yetu, na kuna watu wako nje wana haja zao, na Sheikh kishaomba dua, inshallah iwe shamili imekusanya yote, kishaomba dua inatosha. Kaomba tena kabisa, ndivyo basi Mwenyezi Mungu akukelee tu basi. Na zaidi mufti wetu leo hatujamuona, alikuwa anakuja toka mwanzo wa Ramadhani, lakini safari kidogo yuko na udhaifu kumwomba, lakini kaja karibu kama 6-5, alafu akasafiri kwenda Pemba, akaja tena kama siku mbili. Leo inaonyesha kama hali labda si nzuri au kuna ratiba ngumu kwake, na yeye pia Mwenyezi Mungu ampe afya na siha na uzima, ampe na nguvu. Tunamhitaji bwana, tunamhitaji. Kuna watu wanaona labda kishakuwa mzee, tunamhitaji sisi akiwa hai tu, mtu mmoja sisi tunafaida, asiseme chochote. Lakini kuna watu wanaona kishakuwa kizee hafai tena kuwa mufti, anafaa kuwa mufti mpaka Mungu asimuone haki, muda yana akili zake, anafaa kuwa mufti. Kwa hivyo hatuna la zaidi, tunashukuru nyote mliokuja mkashirikiana na sisi katika hatima hii. Mwenyezi Mungu akupe baraka za mashehe wa msikiti huu, na baraka zidogo ndani ya msikiti huu, na baraka za aliojenga msikiti huu, bali na baraka za ulama wetu wote katika Sawahili mpaka kwenda mbele, mpaka ngazi ya kuja Kenya, ngazi ya Somalia, kote hao ulama wamefanya kazi, na ndio kazi yao ndio inaendelea. Alhamdulillah, tunamwomba Mwenyezi Mungu sisi tupe nguvu, na watoto wetu warithi watoto wetu, endelee ila ayarika Allahu al-ardha wa man alayha. Sasa tuendelee na ratiba iliyobaki inshallah taala, tumalize. Mwenyezi Mungu atukubalie yote haya inshallah taala. Sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.